Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamesaini mkataba kusitisha vita. Lakini katika kusaini mkataba huo, rais wa Marekani Donald Trump ameingilia jambo, huku akitaka madini adimu kutoka Rwanda na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkataba wa amani uliosainiwa kati ya Rais Tshisekedi, Rais Donald Trump, lakini pia na Rais Paul Kagame ni mkataba ambao umekuwa na maswali mengi, licha ya kwamba kumekuwa na makubaliano kadhaa. Hii ni kutokana na kwamba kumbe rais wa Marekani Donald Trump kuna jambo alikuwa akihitaji kutoka mataifa yote mawili, hasa madini adimu. Trump wa Marekani amewapongeza viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kwa ujasiri wao wa kusaini mkataba huo wa amani. Mkataba huo uliotiwa saini mjini Washington unalenga kumaliza mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo, kulingana na Trump, itazifungua hifadhi za madini muhimu ya Kongo kwa Marekani na kampuni zake. Kabla ya kusainiwa kwa mkataba huo wa amani, Trump alisema ni siku nzuri kwa bara la Afrika na dunia nzima, kwani utawala wake umefanikiwa pale wengi waliposhindwa. Lakini ni nini matokeo ya mkataba huo yatakuwa? Mkataba huo umetiwa saini huku kukiwa na taarifa kwamba mapigano bado yanaendelea mashariki mwa Kongo kati ya jeshi la wanamgambo, ila Trump alipouliza kuhusiana na hilo ni lini kutaposhuhudiwa wanamgambo na wanajeshi kujiondoa kutoka eneo hilo, alisema matokeo ya mkataba huo wa amani yatakuwa ya haraka. Nafikiri mtaona kwa haraka sana mambo yalifanyika. Hiki ni kitu ambacho kulingana na watu wengi kilikuwa hakiwezi kufanyika, ila si kwamba hakiwezi kufanyika. Nafikiri utakuwa muujiza mkubwa. Wanaume hawa wawili ni viongozi wakuu na wataonesha ukuu wao katika miezi na miaka kadhaa ijayo. Nafikiri mtaona matunda ya haraka. Nina imani hicho ndicho kitakachofanyika, alisema Donald Trump. Kiwa umesifiwa na ikulu ya White House kama makubaliano ya kihistoria, mkataba huo kati ya Tshisekedi na Kagame uliosimamiwa na Trump unakuja baada ya miezi kadhaa ya juhudi za kusaka amani kati ya Marekani na washirika wake wakiwemo Umoja wa Afrika pamoja na Qatar. Ila marais hao wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawakutazamana wala kupeana mikono wakati hafla hiyo ya kutia saini mkataba huo iliyodumu kwa karibu dakika 50 hivi. Kagame na Tshisekedi walitoa matamko ya kutia moyo, huku Kagame akimsifu Trump kwa kuchukua hatua hiyo ya kuleta amani, huku Tshisekedi akisema anatumai kuwa kutiwa saini kwa mkataba huo kutakuwa njia ambayo amani itakuwepo, bali njia ya kupatikana kwa amani ya kweli. Lakini mkataba huo uliosimamiwa na Trump hauko salama na huenda ukafeli kufikisha mwisho mapigano, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezongwa na mapigano ya miongo kadhaa, kukiwa na zaidi ya makundi 100 ya wanamgambo, kubwa lenye uwezo miongoni mwao likiwa ni lile la waasi wa M23. Trump alikutana na Tshisekedi na Kagame kwa mikutano tofauti na kila mmoja kabla ya kufanya mkutano mwingine wakiwa wote watatu, uliofuatiwa na kutiwa saini na mkataba huo wa usitishaji wa mapigano. Trump amekuwa akilimezea mate mno eneo la mashariki mwa Kongo lililo na utajiri wa madini muhimu, wakati ambapo Washington inatafuta njia za kuizidi maarifa China ili ipate madini ya nadra ama madini adimu yanayotumika katika utengenezaji wa ndege za kivita, simu na vifaa vingine muhimu. Katika mkataba huo, rais huyo amepania pia kwamba lazima atapata madini kutoka Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. China inashikilia 70% ya uchimbaji wa madini adimu duniani na inadhibiti 90% ya utengenezaji wa bidhaa kutokana na madini hayo. Sasa kutokana na hali hiyo, katika kusaini mkataba huo, rais wa Marekani bwana Donald Trump ameona lazima anufaike kutokana na madini hayo kutoka katika mataifa yote mawili, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka huu mapigano hayo yalizidi, huku waasi wa M23 wakiteka miji muhimu ya eneo la mashariki mwa Kongo ya Goma na Bukavu. Hatua hiyo ya M23 ilipelekea hali ya kibinadamu huko mashariki kuwa mbaya zaidi, huku mamilioni wakiachwa bila makao. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.